movement zozote ambazo pasi ndio pale ambako anaenda kufunga. Na magoli ya design hii ya nje ya 18 Kamara amefungwa sana. Amefungwa na Cleophas Mkandala ligi kuu Tanzania bara, mechi zidi ya Kagera Sugar. Alifungwa na Coastal Union yule bwana mdogo ambaye amerudi Singida Black Stars, Ernest Maronga ya nje ya 18. Kwa hiyo nizipongeze timu zote mbili, zimefanya vizuri, lakini kuna namna ambavyo Simba inabidi wajitathmini. Mbio za ligi zimekuwa ngumu kwenye mechi zidi ya Mashujaa kama hivi. Wachezaji ambao walikuwa wapati nafasi kwenye kikosi cha kwanza wanapoaminiwa, kuna namna ambavyo inabidi muulize mwalimu maswali magumu. Kwa nini sisi tunakaa bench? Lakini unaona leo kipindi cha pili kilipoingia tu ikafanyika sabu ya wachezaji watatu. Anatoka fullback zote zinatoka, Duchu pamoja na Valentino Noma, anaingia Shabalala na Shomari Kapombe. Unaona eneo la ushambuliaji bwana mdogo Edwin Barua, ambapo Simba wakati wanaanza msimu huu alikuwa ndio mwenye uhakika wa namba kwenye ule upande wa kulia. Kwa kwangu mimi, baadhi ya wachezaji wa Simba ambao hawana uhakika kwenye kikosi cha kwanza inabidi wajitathmini. Wanapopewa mechi kama hizi inabidi wafanye vizuri kuhakikisha kwamba wanamuuliza maswali magumu mwalimu kwenda kuchagua kikosi cha kwanza. Sawa, huyo ni Nicolas Ngilwile akimaliza hivi. Imekuwa ni mengi sana kwa namna ambavyo Ali Luambano umeona mchezo leo ulivyochezwa na namna ambavyo ligi yetu inatajwa sana huko hususan katika bara la Afrika. Unataka kujibu tungepita tukio moja baada ya jingine ili mambo yawe vizuri. Alivyosema Nasho ndo vizuri. Nasho. Kwa hapa tukio moja baada ya jingine. Kuna matukio mengi leo. Sasa ndo nataka nianze kwa Ali Luambano, namna ambavyo malalamiko yamekuwa mengi. Uchambuzi wa kikosi Nation kauzungumzia, lakini vile vile namna ameuzungumzia Nicolas. Sitaki urudie kwenye uchambuzi wa kikosi. Tuanze katika tukio moja baada. Mwamuzi Kefa Kayombo, baadhi ya michezo ambayo ameichezesha, miongoni mwa michezo ambayo ishawahi kuichezesha ni mchezo kati ya Simba dhidi ya JKT Tanzania, ambapo Simba alipata ushindi wa bao 1-0 kama kumbukumbu zangu ziko sawa, mchezo ambao ulifanyika pale KMC Complex. Kama unakumbuka, kwenye ule mchezo mwamuzi Kefa Kayombo dhidi ya JKT na Simba alitoa kadi nyekundu kwa Mudi Beka, Mohamed Bakari akaweka na penalty kwa upande wa Simba. Lakini mara baada ya mchezo ule kumalizika, Shomari Kapombe anakwenda kuulizwa, anasema mimi nilichokufanya nilimuini mwamuzi, kwa maana kwamba nilienda kukaa kwenye sehemu ambayo mwamuzi atanipa faida, na alinufaika na hiyo faida. Kwa maana kwamba ukitafsiri kwa uelewa mpana, unaweza kuona kwamba kama alimuini mwamuzi, maana yake alichokifanya ni kwenda kumuibia mwamuzi. Haikuwa clear, ila yeye alichokifanya mwamuzi aone kwamba hii ni clear penalty na inatakiwa iweze kuwekwa penalty. Leo kwenye tukio la kwanza la penalty ambayo Simba amekwenda kunufaika nao na akaconvert Leona Lateba Mbida, unaangalia ile tukio jinsi ambavyo limetokea. Kwanza limetokea upande wa kulia wa upande wa Mashujaa, ambako ule upande wa kulia ambao ni upande wa kushoto wa kusabia Simba, mwamuzi namba 2 kwa mwamuzi namba 1 alikuwa amewapa mgongo watu ambao wanakwenda kuuania ule mpira. Then Kefa Kayombo naye kwenye lile tukio alikuwa yuko nyuma ya tukio ambalo linatokea. Kwa hiyo mpira wakati unapigwa, Kefa Kayombo yani alikuwa visibility yake ilikuwa imeblokiwa na mchezaji ambaye alikuwa ameweza kwenda kuugombea ule mpira. Kwa swali ambalo najiuliza, Kefa Kayombo ni namna gani ambavyo aliweza kuliona lile tukio bila usaidizi wa mwamuzi namba 1 na bila usaidizi wa VAR? Kwa unaweza kuona kwamba ni tukio ambalo liliamuliwa zaidi na hisia kuliko kuona, na kwenye kanuni za waamuzi unatakiwa uamuru tukio ambalo umeliona, kwa maana kwamba nimeuona mtu ameshika mpira, kwa hiyo inastahili kuweza kuwa kadi, kuweza kuwa penalty. Kwa hiyo kwenye tukio la kwanza nilikuwa na hiyo doubt, lakini tukio la penalty ya pili pia ambayo nimeiona nilikuwa naiangalia hapa, na ile ya Shomari Kapombe. Hii ni penalty yake ya 5 ambayo anakwenda kutengeneza kwenye mchezo wa siku ya leo. Kwa hiyo ana assist 3, ana magoli 3, ametengeneza penalty 5. Kwa hiyo unaweza kuona pia ni mchezaji ambaye maana yake amechezewa rafu mara 5 ambazo zimekuwa penalty ambazo mwamuzi ameridhika nazo. Kwa hiyo kao ukiangalia kwa Shomari Kapombe kwenye nyakati kama hizi amekuwa bora sana kwenye kuwawini waamuzi. Hata leo ukiangalia jinsi ambavyo alikuwa anakwenda kupokea mpira, kaenda kuintercept mpira uwe kwenye himaya yake, ndio kitu cha kwanza ambacho alikifanya. Mara baada ya hapo, mtu ambaye alikuwa na mkaba, nilikuwa najaribu kuangalia kwenye eneo la juu, kwa kuwa mikono yake ilikuwa juu, maana yake contact haikutokea juu. Ndio maana yule defender mikono yake ilikuwa juu wakati anakwenda kumblock Shomari Kapombe. Nikawa naangalia miguu ya mlinzi yule kama ilikwenda kufanya contact na miguu ya Shomari Kapombe. Binafsi sijaona kwamba kulikuwa kuna hiyo contact. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi
mwamuzi alikuwa sahihi kwenye kadi nyekundu ya goalkeeper Patrick Muntari, lakini kwenye matukio mawili ya penalty sidhani kama mwamuzi Kefa Kayombo alikuwa sahihi kuweza kuyaamuru hayo matukio, kwa kuwa binafsi najiridhisha kwamba hakuyaona. Hata tukio la pili pia, penalty ya pili, yeye aliruhusu kwamba play on line 1 ndiye ambaye alinyosha kibendera, wakati mara baada ya line 1 kunyosha kibendera akaenda alipoangukia Shomari Kapombe. Hakuwasiliana na line 1 ambaye alinyosha kibendera kumuonyesha kwamba hiyo ni foul imefanyika wapi, kwenye box au nje ya box, akaenda kuamuru kuwa ni mkwaju wa penalty. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi nilikuwa na mashaka kidogo na maamuzi makubwa ambayo alikuwa ameyafanya Kefa Kayombo kwenye mchezo wa siku ya leo, hususan hizi penalty mbili ambazo zimetokea kwenye mchezo huu. Sawa, ni ulikuwa na muunganiko gani pale mpaka mwamuzi anaenda kufunika mkwaju wa penalty? Kwangu mimi binafsi sikuona hiyo contact ambayo imetokea kwenye lile tukio la pili, kwa maana kwamba ukimwangalia Shomari Kapombe, yes, mpira ulikuwa kwenye himaya yake, lakini kulikuwa hakuna contact ambayo ingeweza kusababisha iweze kuwa penalty. Sawa, kwa namna ambavyo Nation umeona mchezo huu wa leo na jinsi siku yote tumekuwa sisi kama Tanzania tumejivunia uwepo wa Eri Sasi katika ile michuano ya alichezesha mchezo wa mechi ya mwisho alikuwa fourth official nimemtaja Erisasi Ahmed Arajiga, nimemtaja Erisasi nani Piramidi zidi ya Orlando Pirates. Hii ya juzi amecheza Al Masry na nani, au sio? Yeye alikuwa Arajiga alikuwa Piramidi na Orlando alikuwa fourth official. Yes, alikuwa fourth official. Ni fahari kwa sababu ni mwamuzi ambaye anatoka Tanzania. Kwa namna ambavyo umeona haya maroroso yaliyotokea katika mchezo wa leo Nation Mwambane, unaona kabisa kwamba Tanzania tuna nafasi tena kuendelea kutoa waamuzi kwenye michuano mikubwa kama ya CAF na hatimaye hata kwenye kombe la dunia. Ni ngumu sana sisi kutoa waamuzi kuchezesha michuano mikubwa. Na ndugu zangu kanauliza, kwa maana kwamba waamuzi wetu hawajui kuchezesha, hawajui kutafsiri sheria, hawajui kufuatilia sheria, kufuata miongozo ambayo ipo kwenye ligi, kwa maana zile sheria 17 za soka. B, wana mahaba na baadhi ya vilabu ndio maana wanafanya makosa. C, ni wanapewa rushwa ndio maana wanakwenda kupindisha kanuni. Kwa hiyo baada ya kufanya research yangu binafsi nikajikuta kwamba hivi vyote vipo kwa mwamuzi mmoja, kwa maana ya kwamba kuna muda hajui, yani unaona kisa kwamba hichi ameamua lakini mwamuzi hajui. Lakini pia issue ya pili, unaona kisa kwamba huyu anachoamua hivi na namna game ambavyo anaiendesha ana mahaba na baadhi ya timu. Hali naongezea hapo katika tukio la pili, unajua aliyeamuru ni mwamuzi yule namba 2 line 2 dada yule dada kule ni wa line 2 wa line 2, sio kuliko kwa kunafanyikia hesabu kwa yule dada ni alioamua ni upande wa kulia kule kunakofanyikia hesabu ni line 1. Ndio nilikuwa naamini kwamba mwamuzi alikuwepo kwa tukio la penalty ya pili lilikuwa ni karibu upande wa pili na upande wa pili, akamwambia Kefa Kayombo kwa ngoma iweke kati. Kwa hiyo ndio maana wachezaji wa Mashujaa walimfuata, walimlalamikia sana yule Mashujaa maskini. Unajua Rehema, nafikiri kuna kipindi ambacho inabidi tukae tuweke mjadala kuhusu wa marefali ya kibinadamu. Unajua nafikiri kwamba wanajifunza hata na wao. Kuna namna ambavyo kuna baadhi ya makosa yanatokea hata wao wanashindwa cha kujitetea ni wapi. Kuna siku nilikuwa naangalia mechi ya Simba zidi FC Bravos, mechi ya kwanza kwenye makundi shirikisho. Refali wa ile mechi ni Ibrahim Mutazi Mribia, ambaye msimu huu kwenye tuzo za refali bora yeye ndo amechukua. Unaona kuna baadhi ya matukio ambayo yalikuwa yanaangamua hayahitaji line 1 wala line 2. Penalti ya kwanza iliyopata Simba Sports Club yalikuwa mazingira magumu, kama unakumbuka beki FC Bravos alikuwa ameunawa ule mpira, lakini Ibrahim Mutazi yupo karibiani miguu 15 kutoka eneo la tukio, lakini akaweza kungamua. Rudi kwenye penalti ya pili ambayo alipata FC Bravos mwanzoni mwa kipindi cha pili. Unaona kuna namna ambavyo marefali wenzetu wanafanya vizuri sana. Sasa sitaki kuamini kama hawa kwetu hawajifunzi. Sasa kama hawajifunzi au wanajifunza, ndio wanatuweka kwenye question mark. Tuwajadili, je, ni mapenzi na hizi timu za Kariakoo, au kuna namna ambavyo kuna baadhi ya vitu vingine vya ofa wanakuwa wanavipata. Kiukweli nimeangalia hii penalti ya pili, kulikuwa hakuna contact yote kati ya Abdul Maliki Zakaria
Shomari Kapombe. Abdul Maliki Zakaria alikuwa safe juu, aliinua mikono hakuwa na mawasiliano yoyote huku chini kwenye miguu kulikuwa hakuna contact yote. Kama vitu vingekuwa vyepesi, basi kwenye mechi ya Simba dhidi ya Stellenbosch zingekuwa zinatoka tu penalti, lakini unaona kuna namna ambavyo watu wanakuwa hapo makini. Kwa hiyo kwenye hili Kefa Kayombo ametunyima furaha mashabiki wa mpira. Unajua tunapambania soka letu likue, tunavokaa kwenye hizi meza tunajivunia ligi yetu inashika nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika. Vilabu vyetu vya Simba na Yanga vinakuwa vinaongelewa kila siku kwa Afrika. Kuna namna ambavyo inabidi tubadilike. Huyu refari ambaye ndo kama tunamshikilia sasa, ndo kama mtoto, tunamuona na kwa force official kwenye baadhi ya mechi kubwa. Kuna namna ambavyo anapata mechi nyingine anachezesha. Tuige mfano, ina maana kwamba kwa Arajiga, ina maana kwamba tukifanya wa Afrika tunaweza na Frankie Komba na Frankie Nema anakuwa anapata mechi za nani za CAF nyingi. Unajua robo finali ya mwaka 98 ya kombe la dunia kati ya Argentina dhidi ya Uingereza, ambako ndo robo finali bora kwenye michuano ya kombe la dunia, refari aliyechezesha ile mechi ni Mtunisia, anaitwa Mohamed Abou Ali. Ni Mtunisia. Kwa hiyo unaona kuna namna ambavyo tukifanya vitu tunaweza tukafika. Kwa hiyo ama refari wetu hatujui tutumie dawa gani, lakini kwa leo ametukosea wapenzi wa mpira. Ngoja hali tunarudi hapo kwamba ukizungumza yale makosa ambayo yamefanyika unaonekana kama vile uko una upande wa pili. Lakini acha niseme kitu kimoja. Unajua siku zote wanasema mficha maradhi kifo umuumbua. Kwa hiyo pale panapokuwa na makosa lazima yaongelewe. Kwa sababu gani? Tunapenda mpira. Mimi binafsi stare yangu mimi, ukiacha kufanya ibada na kumuomba Mungu, stare yangu inafuata ya pili, napenda mpira. Na ndio maana mpira naufuatilia, ndio maana mpira nautangaza. Kwa hiyo yanapotokea makosa kama namna hii, wacha watu waambiwe ukweli ili kujifunza, ili tufike kule ambako wenzetu wamefika. Kwenye kuchezesha michuano mikubwa ya kombe la dunia na hata ya CAF. Hivi unaona fahari namna gani marefari 3 4 wakitoka Tanzania. Lakini kwa staili ya hivi kuna muda mshiriki kombe la dunia. Yes, lakini mna kitu cha kujivunia. Sasa kama inatokea kwa staili namna hii, kama kosa ambalo limetokea ndani ya hatua 5 umeshindwa kulitafsiri, watakupeleka kwenye VAR kusitoko, unaona vumbi muda wote. Anyway, na dakika 9 za kutoa pesa. So 9 ni 4 in search za kutoa 9. Nenda kalipe bili za kutoa pesa mama, sio 9. Ni 4. Sema mnanikabia juu. Umevurugwa sana. Unajua huko kwenye comment za YouTube watu mapovu yanawataka sana. Sasa mimi nikupe kituko, mimi nimekwenda kwenye peji ya Simba ile. Ngoja kwanza nimalize kumkumbusha namna ambavyo unatakiwa upate hela sasa hivi. Nenda kalipe bili kwenye menyu yako ya malipo kama kawaida. Ukiomba namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 333 ama neno bongo kiasi shilingi 1000. Cheza mara nyingi tu kwa sababu wewe ni shabiki wa ubaya ubwela. Itakupa furaha na faraja kwa sababu timu yako imeshinda. Leo mpaka Mpanzo mwenyewe hajashangilia, nimeshangaa. Dennis Keyara refa naye hatari. Watu wamechafukwa. Ezekiel Leonard au marefa wapelekeni shule CAS FIFA waangalie ili jamani, Tanzania tuna refa mmoja Arajiga, wengine wapelekwe ndondo, tumechoka sana. Hayo ni baadhi tu ya maona message leo. Wenyewe wameona kile ambacho kimetokea. Na ukiangalia mara baada ya Simba mechi kuisha kuposti kwenye peji yao kwamba wameshinda 2-1 na caption ya kwamba haiishi mpaka iishe. Ukisoma comments za mashabiki wa klabu ya Simba, wengine kuna upande wa watu ambao wanasema sisi tutachukua hili kombe kwa namna yoyote ile. Mashabiki yani kwa namna yote ile tunachukua kombe. Lakini kuna upande wa watu ambao wanasema sasa kama tuna finali alafu mechi zenyewe ndo tunazicheza hivi, itakuwaje? Yani maana yake kuna uwezekano wakapoteza vyote viwili. Wakapoteza kombe la ligi kuu na wakakosa kombe la CAF Confederation. Ni kama alikuwa shabiki wa Simba. Leo message ni nyingi aisee, nitakuja kuzisoma baadaye. Hizi zimekuja kwenye simu yangu ya mkononi, acha nianze kwenye YouTube. Mwenye Instagram huko mashabiki wananitumia message ya wa Simba. Wakati ule namcheki hapa mwakilishi. Timu zetu tunapata nafasi ya kushiriki katika michuano ya kimataifa kama ambavyo Simba anakwenda kucheza na Berkane katika mchezo wa kwanza wa finali ya kombe la shirikisho, lakini mechi ya pili, mkondo wa pili itakuja kufanyika hapa nyumbani Tanzania. Namna ambavyo wachezaji ile akili mindset ya matokeo yanavyokuwepo haiwezi kuathiri katika michezo mikubwa national, ile ambavyo marefari namna ambavyo wanaendesha shughuli zao za kila siku
za kujipatia kipato. Maana refari ni shughuli yake. Maana ya shughuli ya kujipatia kipato si ni mwajiriwa. Jamani, si ni kazini pale. Urefari si ajira. No. Nataka lakini shughuli yake kumuingizia kipato. Ndio. Kwa sababu gani wewe huwezi kuniambia leo Nicholas kwamba ile shughuli halipwi? Haiwezekani. Anapata posho. Posho akipato kwa mfano amelipwa 200,000, ameingiza kipato hajaingiza kipato. Amepata. Twende hapo Nation. Shughuli zetu za kila siku za waamuzi katika harakati za kujiingizia kipato. Za kuongeza kipato. Zinaweza kuathiri vipi michezo ikichezwa kwa mfano huko kwenye zile favor, unaanza kujitoa mchezoni, unaanza kuona kwamba mwamuzi hayupo kwa ajili ya kutulinda sisi, mwamuzi yuko dhidi ya wapinzani. Kama kitu hichi unakifanya kwenye ligi, unapata favor, unapata foul, unapata penalty na una convert zinakuwa mabao. Ukienda kucheza away, ukienda kucheza kwenye michuano ya kimataifa, ukifanyiwa foul za namna ile ambazo mwamuzi atafsiri kama ni foul, anatafsiri kwamba ni challenge ya kawaida ambayo mpira unatakiwa uendelee kuchezwa, taratibu mnaanza kujitoa wenyewe mchezoni, kwa maana kwamba mbona nachezewa foul haiwezi kwa nyumbani kulelewa. Mmeshazoea nyumbani. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa ambayo naiona. Lakini mimi hoja yangu ya msingi ambayo nitaka kuizungumza hapa ni juu ya hawa wasimamizi wa waamuzi, kwa maana kamati ya waamuzi. Namna ambavyo nataka nikukumbushe matukio kupoteza muda. Lakini yeye alikuwa anaendelea tena na michezo yake ya kupoteza muda. Angalia kadi ya njano aloipata ya pili. Ilikuwa ni ule mpira umepigwa au uanzishe, yeye akaupiga akaupeleka mbali. Ilikuwa ni kona ambayo inatakiwa iweze kupigwa, yeye akauingiza mpira wa pili ndani, kanuni ule mpira utoe nje, akausongeza mbele akauingiza ndani. Sawa. Kwa hiyo kuna mistakes ambazo wachezaji wa timu ndogo wanazifanya zinakuja kugharimu timu yao. Kwa mfano, alichokifanya leo hii goalkeeper amewatoa wachezaji wenzake mchezoni. Inafikia hatua mpaka anakuja kuingia Gamal ambaye ni mchezaji wa ndani. Mara nyingi anacheza kama fullback wa kulia au winga. Anakuja kudaka wachezaji wake, make pale kashavuruga plan yote ya timu. Amejitahidi, hakuna alichojitahidi kwa sababu alikuwa anaruka. Kwa sababu Simba ni mpira mmoja tu ambao ameudaka. Na penye ilikuwa ni cross, ile sio on target. Cross always sio on target. Simba kwa dakika zote ambazo Gamali amekuwa golini hawajapiga shuti hata moja ambalo limelenga lango. Mipira yote ilikuwa inapaa juu. Kwa hiyo kiukweli hata wachezaji wa timu ndogo nao wabadilike na mabenchi ya ufundi wanapokwenda kucheza na hizi timu kubwa, wakae chini na wachezaji wao. Jamani, namna ya kupoteza muda, tupoteze muda kwa namna rafiki, sio namna ya kitoto kama ambao alikuwa anaifanya Gamal. Alikuwa anaifanya Muntari. Sawa.